Miongoni mwa mambo ambayo Nabii IPM amesababisha kutukushanisha sisi hapa ni kwa nini? Kwa sababu wanaume baadhi yetu wameonekana ni wanyonge. Katika dunia kuna mamlaka kuu tatu. Mamlaka ya kwanza ni ya Mungu kwa wale wanaoamini katika Ukristo na Uislamu. Mamlaka ya pili ni mamlaka ya kiserikali ambako nchi zote duniani zinaongozwa na marais. Mamlaka ya tatu ni family, ambayo mkuu wa family ni nani? Ni baba. Leo nabii anatuambia mwanaume, ambayo ndo wewe. Kwa nini mmevaa suti? Mmevaa suti ni kwa sababu sehemu ya kuonyesha ninyi ni mamlaka kuu katika family. Mamlaka haiwezi kuwa mnyonge. Unakuta mwanaume unakorofishwa nyumbani, unaenda baa, unakunywa pombe, unabaki kusema mimi ananifanyia hivi mama yani. Mamlaka hailalamiki. Unashusha brandi ya mwanaume. Yani ni kama mimi leo mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Rais ameniteua, niko Kisarawe, mtumishi amefanya kazi, naenda ofisini naanza kulia, yani huyu Garabia anafanya hivi. Hufai kuwa DC, utakiwa utolewe tukuchape rock up. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima ujue kwamba mwanaume ndani ya family, wewe ndo final say na mtu wa mwisho kutoa maamuzi, na chochote unachokisema ndani ya family kinatakiwa kitekelezwe. Na kama unashauriwa kwa staha na heshima, mwanaume hawakosolewi. Hiyo lazima ujue. Ukisha sema mke wangu mwisho saa 12 kurudi nyumbani, full stop. Hawezi kusema tena wewe mbona unarudi saa 4, mimi saa 5, sasa nikirudi utanifanyaje? Usijibizane naye. Umeshatoa maelekezo, nyamaza, tulia. Sasa unakuta mwingine anajibizana na mwanamke. Mamlaka. Lazima ulinde brandi ya mwanaume. Yes sir. Kama uwezi kulinda brandi ya mwanaume, turudishie sehemu zetu za siri uendelee. Hebu piga makofi mengi kwa DC. Mwanaume hatari kabisa. Ongeza makofi mengine kwa ajili ya DC. Na ndio maana na mimi nikamwambia ndugu yangu, kakaangu mpendwa sana, na mimi nisema IPM, mimi nakupenda sana kakaangu. Umenyoka. Mwanaume hutakiwi kuwa na kona. Mwanaume hutakiwi kutoa ahadi unasema nitakufikiria, linawezekana. Yes, no, full stop. Yes sir. Juzi wakati kakaangu IPM nimeposti, jamaa mmoja alinitafuta akasema, bwana, mimi naomba unishauri. Nimeoa. Mimi nina miaka 6, miezi 6 mke wangu hajawahi kunipikia. Napikiwa na mke na beki 3. Nikamwambia, wewe huna tofauti na mtu ambaye anakula gengeni ambaye hajaoa. Kama umeoa bado mkeo wewe unapikiwa na beki 3, kuna haja gani ya kuoa? Mpandishe beki 3 awe bi mdogo. Mpandishe cheo. Hata mke wako anafanya kazi. Kama anafanya kazi, anashindwaje Jumamosi na Jumapili kukupikia? Na sisi tuliotoka kanda ya Ziwa, mimi kwetu ni Msoma, sifa ya kwanza ya mwanamke lazima ajue kupika, akusongea ugali. Sasa anasema, Mheshimiwa DC, mimi nikitoka nyumbani mke wangu ameshikilia tu simu, hanipokei. Yeye jamaa anasafiri sana. Unafanya ni kama mlete mkeo, na kesho nakutana naye saa 3 asubuhi ofisini kwangu. Akasema njoo naye. Na kama asipoweza, tafuta beki 3 mzuri kuliko yeye, anayejua kupika. Muone kama anaweza kukuhudumia. Kama sasa hivi unafanya kazi unanyanyasika, ukija kustaafu utapata kisukari, utaumia zaidi. Nakwambia, I'm telling you the truth.
Kama wewe umeoa, una mke wako hakutendei mambo yanayostahili, ukistafu utakufa na kisukari na pressure, kwa sababu yani treatment yako kwako itakuwa ni mbaya zaidi. Sisemi hivi mkafukuza wanawake, la, usinyanyasike, we ni mamlaka. Na ndio maana unaona mamlaka ikiwa inatembea, shehe akifika na watu, IPM ana wasaidizi, DC unatakiwa tukurinde. Wewe ndo mwenyekiti wetu wa wanaume, hataki upate shida, upate msongo wa mawazo. Wewe ni sehemu ya mamlaka kwenye family. Ndio maana unaona pale unaandaliwa chakula, unapakuliwa baba. Kwa sababu gani? Wanajua nyuma wanakutegemea. Sasa wewe leo ukianza kulalamika mwanaume, kama una vidonda sehemu za siri, hakuna family. Sasa nataka niwaambie sasa, mwanaume ni nani? Mwanaume ni mtu mwenye jinsia ya kiume mwenye umri wa miaka 10 na kuendelea. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza, Mwanzo 1 mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, akamuumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo mtu jinsi ya kiume katika jamii anaweza kuwa mme, mjomba, baba na wewe uliyevaa tai. Lakini katika muktadha huu tukijikita kuangalia mwanaume kwenye nafasi ya mume na majukumu yake katika ndoa, ukisoma Waefeso 5 mstari wa 23, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, na ndio maana ukitaka kuua ng'ombe unamkata kichwa, hamna uhai tena. Kichwa ndo mambo yote. Kwa nini? Ukisoma Waefeso inasema kwamba mume ni kichwa. Kichwa ndo kina macho, kina akili, kina ubongo, kina mdomo, kina pua, kina masikio, ndo overall in the family. Kwa hiyo wewe usipokuwa kichwa kwenye familia, wewe sio mwanaume. Unatakiwa turudishie vyombo vyetu, uvae abaya, uendelee na mambo yako. Yes sir. Unanipata vizuri? Yes sir. Kichwa maana yake kuwa chanzo cha mambo. Wewe ndo ndani ya nyumba unaweka mikakati. Manager wanaita domestic manager, mama wa ndani ana take place, anaendelea. Fikira kuu na mtu mwenye upeo wa kuongoza, sio maneno yangu, soma Waefeso 5 mstari wa 23. Wewe ndo fikira kuu ndani ya family. Na ndio maana leo umekaa hapa, nabii wetu IPM kaka yangu amesema vaa suti, vaa tai. Tai ni alama ya hatari, mamlaka. Muda wowote unaweza ukachukua maamuzi makubwa, madogo, mazuri, mabaya kwa ajili ya familia yako. Huyo ndo anaitwa mwanaume. Mimi naamini baada ya kikao hiki hatutosikia tena kwenye taifa letu na wageni wetu kutoka nje za mbali, hasa sisi wakilishi, usilalamike, usiumie kwa ajili ya mtu uliyekutana naye vitovu vimekauka. Yes sir. Na ukikuta mwanaume ambaye analalamikia, wewe jiulize, mke ulionaye ulitongozewa au ulitongoza mwenyewe? Kwa nini umpende mtu, umlete nyumbani, atumie pesa yako, umlipie ruku, ulipie umeme, umvarishe, alafu akutreat vibaya? No, it can't be. Kata mti, panda mti. Yes sir. Makofi mengi kwa DC tafadhali. Sisi wanaume tumeumbwa kuwapenda, na wanawake lazima watutii. Mpende kadri ya uwezo wako, lakini lazima akutii. Mimi kakangu nabii, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa naoa, akaja DC, nisaidie bwana, nafanya engagement. Mimi nabii nafuga,
nikampa mbuzi 3, nafikiri na kuku 4. Alafu kilichonisikitisha, siku ya engagement akapiga magoti. Mwanaume unapigaje magoti kumvalisha pete mwanamke? Huo ni umama. Makofi mengi tafadhali kwa DC. Huo ni umama. Huo ni umama. Huo ni umama. Huo ni umama. Yes sir. Mamangu mwanamke nilimwambia nakupa siku 3 rudisha mbuzi zangu. Na harusi yake sikwenda, na ningekuwa nafanya TANESCO ningemkatia umeme. Kupiga magoti ni kusujudu na kutii. Umeelewa? Na ndio maana kanisani tunamtii Mwenyezi Mungu. Hakuna mila ya Kiafrika wala sheria yoyote inasema wanaume upige magoti. Ni udhaifu, weakness kubwa. Na kama ulifanya hivyo, baada ya kaombe, katubu, kasema Mungu nisamee, mapenzi yasikufanye ukashusha brandi ya wanaume nchini. Tunaelewana? Mwanamke ndo anatakiwa kupigia magoti, akushukuru. Magoti, na kushukuru sana kwa kunichagua, kunichukua mimi kuwa sehemu ya familia yenu na kunipenda. Mungu akubariki. Unapiga magoti. Tena napiga yote mawili namna hii. Sasa mwanaume wewe unapiga magoti, utapumuliwa nyuma. Makofi mengi sana kwa DC. Mwanaume ni nani? Mwanaume ndiye mbeba maono kwenye ndoa au familia. Yeye ndiye anajua dira ya familia, ya ndoa yake, na mkewe anafanya kazi kusaidia. Mwanaume ndo ukikaa unasema mwaka huu nataka nijenge. Sasa mama unampa pale na watoto wanajadili, tunataka tujenge, mshahara wetu ni shilingi 500. Kila mwezi tutatumia 200, 300 kujenga. Ndo maono, ndo dira. Unamwambia mke wangu nataka tuzae watoto 5. Unasemaje? Mume wangu utaweza kuwalea? Nitawalea. Unatoa maono. Mwaka huu nataka watoto wetu wasome. Wewe ndo future plan ya family. Mwanaume utaki kukaa unalialia ndani, unahuzunika, mke amekuuzi, unatoka unaenda unarudi saa 8 usiku, mwisho ugongwe, unakaa baa mpaka huduma anakuambia nyanyuka baba tunafunga baa. Wewe sio mwanaume. Mwanaume unakimbiaje nyumba yako, unailipa kodi, unalipa umeme? Kaa na mkeo, mwambie wewe ni mke wangu, nataka 1, 2, 3, 4 full stop. Anakwambia mume wangu nimepokea, lakini ikikupendeza na ukiona unafaa, naomba nikushauri mambo yafuatayo. Kwa unyenyekevu, kwa utiifu. Tena mko chumbani, sio mbele ya watoto anakufokea. Mwanaume afokewi. Uwezi ukafokea mamlaka. Mamlaka inashauriwa. Tumeelewana? Yes sir. Na ndio maana unaona pale bungeni mbunge anayevuruga vuruga pale, Mheshimiwa Spika anasema toa nje huyo. Ndo mamlaka, ndo wewe. Tumeelewana? Yes sir. Lazima ujue nafasi yako. Lakini mwanaume ni yule ambaye anatimiza majukumu yake kwenye family. Hakikisha watoto wako wanakula vizuri, mkeo anavaa vizuri, anapendeza. Lakini ukiona mwanamke hakuheshimu na kila mwezi unatoa 5 punguza matumizi. Na usimwache ghafla, utaumia.
mshauri. Ukiona amefikia kiwango, unaona sasa mimi hapa. Na mara nyingi mwanaume mwenye hekima na busara, usiombe ushauri kuhusu mkeo. Hayo ni mawazo yangu kama Magoti. Kama mke wako ameshindwa kukusikiliza, umekaa zaidi ya mara 5, akimsikiliza mtu mwingine ndio aje kutii, na maana utiifu wake hauko kwako, huko kwa huyo. Achana naye. That is my life. Yaani mkeo asipokusikiliza na kukutii mpaka mkaita vikao, hiyo sio ndoa. Hivyo ni vikao vya labda mnataka kufanya stand off, Garabia aje kwa MC. Mwanamume mtiifu ni yule ambaye anamsikiliza mume wake na kufanyia mambo. Lakini kitu kingine ambao mjaoa, kabla hujaoa, chukua mambo yafuatayo. Muone mchumba wako nyumbani kwao nani mwenye sauti. Ukikuta mama mkwe wako ndo final say, usioe kwenye familia. Usioe kwenye familia. Acha. Hata kama unapenda namna gani, tafuta chombo kizuri zaidi ya kile, weka ndani. Yaani familia inafanya kile ambacho kinafanyika kwenye familia. Kama kwenye familia baba mkwe wako mtarajiwa hana sei, chochote anafanya mama mwenye nyumba. Mama anatoka haji, anarudi ya muda anaotaka. Mama hamwandalii chakula mume wake. Mama hamfurii mume wake. Mama hamnyoshei nguo mume wake. Mama hamwandalii chakula. Usioe kwenye familia. Unachukua matatizo unaongeza kwenye ukoo wenu na migogoro. Tafuta familia ambayo mama ni mtiifu. Na mwanaume hatolewi taarifa. Mkeo anapotaka kutoka, wewe umekaa ndani umelala, mkeo anaoga, anavaa, anamaliza kuvaa, anaweka hapa mkoba, anakuambia Garabi, natoka kidogo. Huyo sio mkeo, huyo ni mshikaji wako. Mwanamume mwenye akili na busara mfupi kama mimi simjibu wala sisemi chochote kuhusu yeye. Amekudharau dharau kubwa sana. Mwanamke mwenye upendo na mtiifu alielelewa. Kama na safari kesho, leo anakwambia mume wangu, samahani, kesho kuna kikao Mlimani City, kinaanza saa 4 kinaisha saa 8. Ikikupendeza naomba uniruhusu niende, kuna mambo ya kina mama, kuna fursa. Mwanamume mwingine anaweza nikakiti kama sijasikia na nyamazia. Na mwanamke mwenye busara mwanamke wapi atakwambia, ina maana hujanisikia, nitaenda sasa, tuone utanifanyaje. Unajua hapa sina mke, nina mke na mume mwenzangu.